Kwa majina naitwa Bwana David Mwamsojo. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Kraus International ambayo tunajishughulisha sana na mambo ya uchimbaji wa maji, na tumekuwa wachimbaji wa maji kwa muda mrefu katika jamii za Kimasai. Na sisi kama wachimbaji wa maji na mazingira ya jamii ya Kimasai ni majamii ambayo inahitaji sana huduma ya maji kuliko kitu chochote. Nafikiri baada ya chakula kwa Wamasai ni maji, na sisi ndio wachimbaji. Kwa hiyo sisi na jamii ya Kimasai ni part and parcel, ni watu ambao huwezi kututenganisha. Sasa tumekuja kama wadhamini katika festival hii. Tumekuwa wadhamini kama Kraus Company. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mimi binafsi nimejifunza. Tumejifunza vitu vingi vya kacha, utaratibu wa Kimasai. Kwa kweli sijawahi kuona kabila ambayo ina utaratibu kama Wamasai. Unaweza ukafikiria kwamba wana encyclopedia, kwa sababu Masai wana utaratibu wa kila jambo. Wana utaratibu wa kura, wana utaratibu wa kila namna. Kwa hiyo kacha ya Kimasai iko very well organized kwa rika na utaratibu katika taratibu zao za Kimasai. Ina impress kwa kweli. Ni wenzetu katika makabila ya Tanzania wamefanikiwa kutunza utamaduni wao mpaka kesho, na ninaamini hata teknolojia itakapobadilika kwa namna gani, Wamasai watabakia bado wanatunza taratibu zao. Mimi nipende kuwapongeza waandaaji wa hii festival kwa kuweza kutufanya hata sisi kutoka makabila mengine kuweza kujifunza vitu vya Kimasai na taratibu za Kimasai katika sherehe, ushereheshaji wa Kimasai, nyimbo za Kimasai, vyakula vya Kimasai, mavazi ya Kimasai. Unaniona mimi hapa leo nimevaa vazi la Kimasai kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tumefurahi kweli kuviona kwa siku ya leo katika festival hii, na tunategemea labda kutakuja festivals nyingi zaidi huko mbele ambazo zitakuwa very colorful. Kwa kweli we are so impressed na Masai Festival. Sawa, mbali na kazi yako ya uchimbaji maji, pengine ni kazi gani nyingine ambayo unafanya? Wengi wanakutambua kama mwimbaji, pengine kupisha kidogo kuhusiana. Mimi katika makuzi yangu toka nikiwa mdogo sana, nikimaliza elimu ya O level niliingia katika huduma ya uimbaji. Nimeweza kufanikiwa mpaka sasa hivi nilipofikia. Nimekuwa na matoleo ya album zaidi ya 3 ambazo ziko tayari mtaani kwa miaka mingi, of course siku nyingi, lakini sasa hivi mimi ni mfanyabiashara na ni mtumishi wa Mungu, mhubiri, lakini ni mfanyabiashara zaidi. Kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo nimekuwa nikiifanya kwa muda mrefu na ninaipenda sana, lakini nimezidi kujitanua zaidi. Kati ya wimbo uliokutoa ni ile ambayo umeimba na Bahati Bukuku ukiigiza kama baba bora. Yes. Unazungumziaje kuhusiana na muonekano na uigizaji huo, na imekupa vipi jina kubwa lakini pia nafasi kubwa kama baba kwenye jamii? Unajua kuna changamoto sana ya watu kufikiri kutake serious vitu unavyoigiza. Unajua unapoigiza sio vitu halisi. Lakini hasa kwenye jamii za Kimasai nimekutana na changamoto kubwa ya unapocheza karakta ambayo inakera kwenye jamii. Watu wanaweza kukuassociate kumbe ulikuwa unaigiza tu. Kwa hiyo ni changamoto ambazo napatana nazo, lakini najitahidi kuelimisha watu kwamba jamani, ule ni uigizaji, na yule unayemuona namuita mke wangu ni actually ni mdogo wangu kabisa katika familia. Ni mdogo wangu wa kifamilia, ni ndugu. Naweza kuwashauri watu, kwa kweli umefika wakati wa kuchukua responsibility. Sio nisemeje kwa Kiswahili, kuchukua wajibu. Wajibu ni mwema. Biblia inazungumzia haki, alafu inazungumzia wajibu. Ukiangalia kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo ni haki na wajibu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kujitafutia. Ninaogopa sana, mimi nimekuwa nikiitwa, bwana twende ukafungue kanisa. Swali langu linakuja, nafungua huduma kwa sababu nataka kutengeneza hela au unafanyaje? Na nimeona watu wengi wameingia kwenye huo mtego wa kufikiria akifungua huduma atapata utajiri. Mimi nasisitiza kazi ya Mungu tuifanye kwa moyo, lakini tujiwe na kitu kingine cha kufanya ili tusigeuke kuegemea na kuelemea watu mabegani. Kama Mtume Paulo anasema, nisije nikawalemea watu wengine mabegani. Paulo alikuwa anafanya kazi, alikuwa mtengeneza tenti na anahubiri. Maana yake
alikuwa hamlemei mtu kuomba sadaka. Lakini tumeona siku za hivi karibuni kuna vituko vingi kwenye mitandao, tunaona vya watumishi wa Mungu wanachangisha sadaka ambazo hazimo hata katika taratibu za kibibilia. Ni kwa sababu ya kukosa vyanzo, kwa sababu ya uvivu wa kufikiri, kwa sababu ya kutokuwa creative. Mungu ametupa vyote, ametupa uwezo mkubwa sana wa kufikiri, ametupa vipawa ambavyo vinaweza vikageuka vikatutengenezea fedha. Ni washauri na ni waombe watu wanaotamani kutumika, wakienda kutumika wasigeuze huduma kuwa duka la kujipatia fedha.